Auliza swali la 9, ni ipi hukumu ya IVF, at-talqih al-istinai, kwa jina lingine vitro fertilization? IVF, at-talqih al-istinai, maana yake ni kuzaa watoto kwa kutumia njia za nje ya maumbile ya mwanadamu, kutumia elimu ya sayansi, kutumia vifaa ambavyo mwanadamu amevibuni leo ili kuweza kuzalisha watoto. Ni jambo ambalo kwanza ni mukhtalafun fihi baina ahli alilm, nazoona mختلفiana katika swala hili. Kauli ambayo inaelekea kwamba ni kauli na nguvu ni kuwa jaiz, inajuz, jaizun inda alhajati almasa au alhaja shadida. Alhaja ambayo inaitwa katika sheria alhaja almu'tabara shar'an, inapokuwa kuna haja ambayo inatambulika katika sheria. Ma hiya alhaja almu'tabara? Alhaja almu'tabara, haja ambayo inazingatiwa katika sheria, huwa aluqm alshadid au mualajatu aluqm alshadid. Muislamu katika kutafuta dawa ya kuondoa uqm, uqm ni utasa, kutozaa watoto. Kwa Muislamu amekaa na mkewe, mume amekaa na mkewe muda mrefu, wamemaliza miaka mingi na wamefanya kila aina ya mbinu na juhudi, wamekwenda huku kuangalia, wakafanya juhudi zao zote, lakini hawajaweza kujalia mtoto. Ilikuwa ni aula zaidi an yasbiru ala dhalik, na hiyo ni qadari ya Allah azza wa jalla, kwa sababu hiyo ni kazi ambayo anaifanya Allah jalla jalaluhu subhanahu. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء إيش عقيما. هي كازي الله عز وجل سبحانه. فهو يولى نيريذيا قدر الله سبحانه جل جلاله، وما قدره الله وما قضاه هذا أولى وأفضل. لكن مسلم ambaye ataona kwamba kuna haja kubwa ya kutaka watoto, amalan bisunnati nabii sallallahu alayhi wasallam, tanakahu takthuru, huwa hadithun sahih. Ukifanya ambaye ataka kuifanyia kazi hadithi hii ya Mtume alayhi salatu wasalam, fa inni mubahi bikumul umam yawm alqiyama, kuongeza umma wa Mtume alayhi salatu wasalam, fala bas. Hii ni haja ambayo ni mu'tabara shar'an. Sasa lazima muislamu anayetaka kufanya hivi achunge sheria za IVF, na kwa ufupi kabisa sheria ya IVF ni kama ifuatavyo. Kwanza, yajibu an yakuna التلقيح بماء الرجل الزوج وماء الزوجة. Ile talqih fertilization lazima iwe inatokamana na maji ya mume pamoja na mayai ya mke peke yake, na mke ambaye ni mkewe yule mume. Hadi wahida. Ashartu thani ni kwamba ile fertilization iende ikawekwe kwenye rahim ya zawjatuhu, ambaye hiya sahibatul ma. Yale maji manii ya mume na mayai ya mke yakishawekwa pamoja, yanahitajia pahala kwenda kuwekwa ndani yake. Ule mfuko unaowekwa ndani yake ambao ndio baadaye ndio unauleta mtoto, rahim. Sasa hiyo sasa yale maji inapokwenda kuwekwa lazima ende yakawekwe katika rahim ya mke wa huyu mume peke yake, na mke huyu lazima awe ni mke mwenye yale maji au yale mayai. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu huyu mume anaweza kuwa na wake wawili, ana wake wawili. Kwa hivyo yakachukuliwa manii ya mume huyu na manii na mayai ya mke huyu, yakenda yakawekwa katika rahim ya mke wa pili, ma yajuz muharram. Kwa hivyo lazima yale mayai na manii yaende yakawekwa katika rahim ya mke yule mwenye yale mayai, sio mke mwingine. Awekewa na wake wawili au watatu, ni mke yule. Thalithan, ambaye atakayefanya kazi hii atakiwa awe ni tabib mawthuq, ni daktari ambaye anakubalika na anaaminika na ametanguliza amana, uaminifu na ukweli kabla ya pesa na biashara. Ametanguliza uaminifu na ukweli kabla
ya pesa na biashara. Ikiwa ametanguliza uaminifu, ndio haya mambo yatakuwa hivyo. Ikiwa kutanguliza uaminifu na ametanguliza biashara, basi kutapita ghishi, kutapita udanganyifu hapo, kutapita mambo yasiyofaa, yachukuliwe manii ya mtu mwingine, mayai ya mwanamke mwingine. Bora tu ile fertilization iweze kutokea ili mtoto azaliwe, halafu uambiwe kwamba ni mtoto wako ili hali si mtoto wako. Hadha la yakhafu Allah. Lakini yule daktari ambaye anamwogopa Allah subhana na anaaminika, ataweza kufuata sheria hii kama vile inavyotakiwa. Kwa hivyo haya masharti yakitimia, insha Allah taala la bas, fahuwa jaiz kwa masharti haya na nidhamu hii ambayo tumehitaji. Wallahu a'lam. Naam.